Ni Fyedo na Maisha Halisi, channel ambayo itakusaidia wewe kufahamu mambo mengi yanayohusu maisha yenye uhalisia. Bwana, leo nataka tukwambie kanuni 9 ambazo zinaweza kusaidia wewe kupata kipato au kuwa na maisha ya utajiri. Bwana, hizi ni kanuni muhimu sana, basi unapaswa kuzisikiliza mwanzo mpaka mwisho bila kuscroll video. Kanuni ya kwanza ya kupata kipato au ya kuwa na maisha ya utajiri: ishi chini ya kipato. Ukiishi chini ya kipato itakuwa ni rahisi sana kumeki pesa, kuzitunza, kuheshimu pesa, kwa sababu kila utakachokuwa unakitumia kitakuwa kinafanana na mahitaji yako. Hutaweza kutumia pesa nje ya mahitaji unayohitaji. Utatumia pesa kwa sababu ni muhimu kutumia pesa kwenye hicho kitu ambacho unahitaji kukitumia, na sio kutumia pesa katika matumizi yasiyo ya muhimu. Ukiishi chini ya kipato utaishi kwa kurelax kwa sababu pesa itakuwepo. Utakuwa na uhuru wa kifedha. Kanuni ya pili: acha kufanya mambo kwa ajili ya watu wengine, fanya kwa ajili ya maono yako. Usifanye kitu kwa sababu watu wengine wamekuambia ufanye. Fanya jambo ambalo unatakiwa ufanye na sio kwa sababu watu wamekuambia ufanye. Ukiishi maisha hayo itakuwa ni rahisi zaidi kujitengenezea mipaka, kufanya mambo bila kujali watu wengine. Unafanya mambo yale tu ambayo unatakiwa uyafanye kwa siku husika na kwa muda husika. Huwezi kukurupuka kwa sababu kila kitu kitakuwa katika mfumo sahihi wa kile ambacho unakiamini ndani yako. Kitu cha tatu au kanuni ya tatu ni tunza akiba, pia panga budget. Ukitunza akiba itakuwa ni rahisi zaidi kupata pesa kwa sababu kila utakachokipata utakigawa kwa budget. Utaamini kwamba hichi kinafaa kutumiwa kwa siku hiyo husika, lakini hichi kitafaa kukaa katika akiba. Ukiishi katika mfumo wa akiba itakuwa ni rahisi zaidi kuwa na uhuru wa kifedha kwa sababu pesa itakuwepo. Kile kidogo unachokipata ni muhimu zaidi kuliko kikubwa unachokipata na unakitumia vibaya. Kwa ukipata kidogo ukakiweka katika budget, kapangilia budget yako vizuri, basi inakuwa ni rahisi zaidi kuwa na uhuru wa kifedha, lakini kuendelea kuwa na pesa. Tunza akiba. Hiyo ni kanuni muhimu sana katika kujiwekeza au katika kupata kipato. Kitu cha 4 au kanuni ya 4 ni achana na madeni. Achana na madeni. Madeni ni moja kati ya uadui mkubwa sana katika mafanikio. Kwa mtu yote ambaye ana mpango wa kuwa na utajiri, basi ukiwa ni mtu wa madeni inakuwa ni ngumu sana kwa sababu asilimia kubwa pesa zako zitakuwa kwa ajili ya kulipa zile ambazo ulishazikopa, na asilimia kubwa wengi wanakopa madeni kwa ajili ya vitu ambavyo havina umuhimu. Wengi wanakopa madeni kwa ajili ya vitu visivyokuwa na umuhimu. Kwa hiyo ni ngumu sana kuendelea kuwa na uhuru wa kifedha kama utakuwa ni mtu wa madeni. Kopa kwa ajili ya kuboost biashara au kopa kwa ajili ya kuongeza kwenye biashara. Usikope deni au usikope fedha kwa ajili ya kuanzisha biashara. Itakuwa ni ngumu sana. Lakini usikope kwa ajili ya vitu visivyokuwa na umuhimu. Kopa kwa sababu ya mambo muhimu, na ikiwa malazi, njaa au kwa ajili ya kuongeza kwenye biashara. Lakini kopa kimkakati. Usikope kwa sababu tu kuna mtu anakopesha. Kopa kimkakati. Kopa ukiwa unaamini unachoenda kukifanya. Ni muhimu sana kukopa kwa malengo na sio kukopa kwa anasa. Kitu cha 5 ni kudhibiti mali zako vizuri, matumizi mazuri ya pesa. Kudhibiti mali kwamba kuna namna fulani unakuwa na mali zako. Zile vitu ambavyo unavimiliki unavidhibiti vipi? Una mikakati ipi namna kudhibiti hizo mali zako? Lakini pia matumizi mazuri ya pesa kama tulivyozungumza kwenye kanuni nyingine zilizofuata. Kitu cha 6 ni kulinda vyanzo vyako vya kimapato. Vyanzo vyako vya kimapato ni muhimu sana kuvilinda. Kama kuna biashara unaifanya, basi hakikisha unakuwa serious sana unachokifanya. Lakini kama kuna kazi unafanya sehemu ya kuingizia kipato, heshimu sana hiyo kazi kwa sababu ndo muhimu, ndo inayokupa kipato. Lakini kama unajiwekeza labda kwenye mambo fulani kilimo, basi kwa serious sana na hicho kilimo. Jifunze zaidi, panga mikakati namna kutengeneza hicho kilimo chako ili pesa zisipotee, lakini pia uwe na mikakati mizuri ya kifedha na namna kuilinda. Ukilinda vyanzo vyako vizuri vya kipato, basi utatengeneza utajiri mkubwa na lazima utakuwa na pesa. Kitu cha 7, iga tabia njema. Kuiga tabia njema katika jamii, katika mazingira fulani kwenye maisha. Usiige tabia za anasa, utafeli.
Ukiwa na watu ambao wanaweza kutengenezea mazingira kwenda kwenye anasa, itakuwa ni ngumu sana kuendeleza kuwa na kipato. Kanuni ya kuiga tabia njema inakutengenezea misingi mizuri ya kuheshimu watu, kuheshimu pesa, kuheshimu jamii inayokuzunguka, lakini kuwajali watu wengine pale tu wanapohitaji kuwajali kwa misingi maalum na sio kwa matakwa tu ya watu fulani fulani. Ukiiga tabia njema itakuwa ni nzuri sana kujitengenezea utu hata wewe mwenyewe, lakini pia unakuwa ni mtu ambaye uko imara, unakuwa na mipaka, utakuwa na heshima, utakuwa na uwezo wa kutamka hapana, utakuwa na nguvu ya kujiamini, utakuwa na mambo mengi. Ukiiga tabia njema unakuwa umeimarika zaidi. Lakini pia tabia njema itakudhibiti dhidi ya matumizi mabaya ya kifedha. Ni muhimu sana kuziiga hizi tabia kwa sababu ni muhimu sana kuwa na hizi tabia ili uwe na uwezo wa kipato, ili uwe na uwezo wa kifedha. Ishi kwa kanuni hizi, zitakusaidia sana. Bwana, kama umesikiza hii video mwanzo mpaka mwisho, usisahau kucomment hapo, lakini pia usisahau kusubscribe, usisahau kugusa alama ya kengele, na usisahau kulike na kushare kwa watu wengine. Utakuwa ni mnyimi wa fadhila kama utafanya hivyo. Na Mungu akubariki na uwe na siku njema.